Mvutano wa kidiplomasia kati ya Rwanda na Ubelgiji umeongezeka kuhusu mgogoro unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na mkataba wa madini wenye utata ambao umevutia wadau wa Ulaya na ulimwengu kwa ujumla. Mgogoro wa mashariki mwa DRC unaochochewa na kundi la waasi la M23 umeongeza ugumu katika hali ambayo tayari ilikuwa tete, huku Rwanda na Ubelgiji zikilaumiana kwa kuchochea mgogoro huo. DRC ambayo ina utajiri mkubwa wa rasilimali za madini kama vile cobalt, lithium na shaba imekuwa kivutio kwa maslahi ya kimataifa kwa muda mrefu. Madini haya ni muhimu kwa uzalishaji wa magari ya umeme na teknolojia rafiki kwa mazingira, jambo linaloonekana kuwa msingi wa mustakabali wa nishati mbadala duniani. Rwanda ambayo imekuwa ikiongeza ushawishi wake katika sekta ya uchimbaji na usafirishaji wa madini ya DRC, sasa inakabiliwa na shutuma za kuchochea hali ya kutokuwa na utulivu katika eneo hilo, hasa kwa madai ya kuunga mkono waasi wa M23. M23, kundi la waasi linaloendesha shughuli zake hasa katika majimbo yenye madini mengi mashariki mwa DRC, limechukua udhibiti wa maeneo muhimu ya kimkakati likiwemo jiji la Goma. Kupaa kwa kundi hili kumesababisha vifo vya maelfu ya watu, mamilioni kuyakimbia makazi yao, hali inayozidisha janga la kibinadamu lililopo. Rwanda imekuwa ikishutumiwa kwa muda mrefu kwa kusaidia waasi hao, madai ambayo inakanusha, ikidai kuwa uwepo wake wa kijeshi unalenga kuleta utulivu katika eneo hilo na kulinda njia za usafirishaji wa madini. Rais wa Rwanda Paul Kagame amekanusha vikali madai ya nchi yake kuhusika katika mgogoro huo. Hatuna uwepo wowote DRC, Kagame alisema katika mkutano wa hivi karibuni na waandishi wa habari. Madai yoyote kwamba jeshi la ulinzi la Rwanda RDF linaunga mkono au kushiriki kwa namna yoyote katika mgogoro wa DRC hayana msingi wowote. Tumejikita katika kukuza amani na utulivu katika eneo hili. Ubelgiji ambayo ina uhusiano wa kihistoria na DRC imekuwa mkosoaji mkubwa wa nafasi ya Rwanda katika mgogoro huu unaoendelea. Wanadiplomasia wa Ubelgiji wametuhumu Rwanda kwa kuchochea hali ya vurugu kwa kuwaunga mkono waasi wa M23. Ubelgiji pia imeelezea wasiwasi wake kuhusu kuongezeka kwa ushawishi wa Rwanda katika shughuli za uchimbaji wa madini DRC, ikionyesha uwezekano wa uhusiano kati ya makundi yenye silaha na operesheni za uchimbaji wa madini. Hali hii imefikia kilele ambapo Ubelgiji imeitaka Umoja wa Ulaya EU kusimamisha mkataba mkubwa wa madini na Rwanda, ikidai kuwa mkataba huo unahusiana moja kwa moja na vurugu zinazoendelea. Mkataba huo wa madini ambao ni sehemu ya mpango wa EU wa Global Gateway unatoa euro milioni 900 kwa Rwanda kwa kubadilishana na upatikanaji wa akiba kubwa ya malighafi muhimu. Madini haya yakiwemo cobalt na lithium ni muhimu kwa mpito wa Ulaya kuelekea nishati safi na kutumika katika utengenezaji wa magari ya umeme, paneli za jua na teknolojia nyingine za nishati mbadala. Ingawa makubaliano hayo yanaonekana kama njia ya kuhakikisha upatikanaji wa malighafi kwa uhakika, pingamizi za Ubelgiji zimejikita kwenye wasiwasi kwamba madini hayo yanapitishwa kupitia maeneo yaliyodhibitiwa na makundi yenye silaha, jambo linaloibua maswali kuhusu uadilifu wa vyanzo vya rasilimali hizo. Rwanda imepiga vikali ukosoaji wa Ubelgiji, ikilaumu nchi hiyo kwa kuingilia masuala yake ya ndani na kupotosha juhudi zake za kuleta utulivu DRC. Katika kujibu msimamo wa Ubelgiji kuhusu mkataba wa madini na wito wake wa kuiwekea Rwanda vikwazo vya kimataifa, serikali ya Rwanda iliwafukuza wanadiplomasia wa Ubelgiji, ikiwashutumu kwa kusambaza taarifa potofu na kudhoofisha usalama wa kikanda. Ubelgiji ilijibu kwa kuwafukuza wanadiplomasia wa Rwanda, hatua iliyokatisha rasmi uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili. Mgogoro huu wa kidiplomasia umesababisha mshtuko mkubwa katika eneo la Maziwa Makuu la Afrika na miji mikuu ya Ulaya, huku uhusiano wa kihistoria kati ya Rwanda na Ubelgiji ukiwekwa katika majaribio makubwa. Rwanda, nchi ndogo kwa ushawishi wa kimataifa, imejidhihirisha kama mdau muhimu katika sekta ya madini ya Afrika, wakati Ubelgiji kama mwanachama wa Umoja wa Ulaya ina ushawishi mkubwa wa kiuchumi na kisiasa duniani. Wakati nchi hizi mbili zikiendelea kuwa na msimamo mkali dhidi ya kila mmoja, suala kubwa zaidi la uchimbaji wa madini katika maeneo ya migogoro linaloendelea kuwa changamoto. Utajiri mkubwa wa madini wa DRC kwa muda mrefu umekuwa chanzo cha unyonyaji wa migogoro, huku jamii za wenyeji zikiathirika zaidi na vurugu pamoja na uharibifu wa mazingira unaosababishwa na uchimbaji wa madini usiothibitiwa. Jumuiya ya kimataifa sasa inakabiliwa na shinikizo kubwa la kuhakikisha kuwa uchimbaji wa rasilimali hizi unafanywa kwa njia inayowanufaisha wakazi wa eneo hilo na isichochee migogoro zaidi. Mvutano
kati ya Rwanda na Ubelgiji unaangazia changamoto ngumu zinazohusiana na minyororo ya usambazaji wa madini duniani, hasa yanapotoka katika maeneo yasiyo na utulivu kama DRC. Wakati Rwanda na Ubelgiji zikiendelea na mvutano wa kidiplomasia, hatima ya rasilimali za DRC na watu wake inasaidia kuwa jambo lisilo na uhakika. Hii ni ripoti ya Media Wire Express na mimi ni Joseph Mwanawaisangura.